Tumepokea vizuri, ni jambo la heri, inapendeza, sio vibaya, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nanufaika kwa mambo mengi, moja kama biashara na kama mwananchi wake, nanufaika na mchango wake, na tunatoa wito kwa viongozi wengine kuiga mfano wa Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika. Amekuwa akijitahidi katika kuhudumia jamii bila kujali imani ya dini. Amekuwa katika dini zote. Huyu ni kiongozi bora. Naitwa Crispin Bernard Kalinga. Nimekuja hapa kumwakilisha Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Njombe Mjini, nikiwa nimeambatana na mfanyakazi mwenzangu, mratibu mwenzangu anaitwa Emmanuel Kayombo. Tunafanya kazi ofisi moja. Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika, Mbunge wa Jimbo la Njombe Mjini, kwanza anawapongezeni sana kwa siku hizi 10 za mfungo huu mtukufu, na ametutuma hapa tuje tuwasilishe mchango wake wa futari kwa ajili ya siku hii ya kesho. Lakini pia ametuambia kwamba sadaka hii ambayo huwa anaifanya mara zote kwenye msikiti huu, na ataendelea kushirikiana pamoja na waumini wa Kiislamu kama ilivyo ada kwenye wakati wote wa sikukuu hizi na mfungo huu unapotokea. Mheshimiwa Mbunge anawapenda na anawasalimieni sana, na sasa tupo tayari kwenda kukabidhi pale nje vile vitu vyote ambavyo ametuandalia kwa ajili ya futari siku ya kesho. Niko hapa kumwakilisha Mbunge wa Jimbo la Njombe Mjini, Mheshimiwa Deo Mwanyika, ambaye ameona ana kila sababu ya kutoa sadaka yake siku hii ya leo kwenye msikiti huu wa wilaya hapa Njombe Mjini. Kama ilivyo desturi na kama ilivyo kawaida kwenye matukio haya makubwa ya kijamii, Mheshimiwa Mbunge amekuwa akifanya hivyo zaidi ya miaka 6, anatoa michango mbalimbali, na hivyo leo akatutuma mimi na mwenzangu Kayombo, mtumishi mwenzangu, kuja kuleta sadaka yake. Tumenunua mahitaji mbalimbali yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 2 kwa ajili ya kuja kuwahudumia ndugu zetu Waislamu kwenye mfungo huu mtukufu wa Ramadhani, na futari hii itafanyika siku ya kesho katika msikiti huu wa Ramadhani. Kuna kingine mnataka, ndugu waandishi? Niaba ya waumini katika msikiti wetu wa wilaya, napenda kutoa shukurani njema za dhati kwa kiongozi wetu wa jimbo, Mheshimiwa Deo Mwanyika. Amekuwa akitusapoti mara kwa mara katika msikiti wetu. Shukrani njema za dhati zimwendee yeye kwa moyo wake wa kutusaidia katika msikiti wetu. Tumeshirikiana naye kwa kila namna katika msikiti wetu, katika masuala ya ujenzi, katika masuala ya iftar, na tunatoa wito kwa viongozi wengine kuiga mfano wa Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika. Amekuwa akijitahidi katika kuhudumia jamii bila kujali imani ya dini. Amekuwa katika dini zote. Huyu ni kiongozi bora, kiongozi shupavu, na natoa wito kwa viongozi wengine waige mfano wa kiongozi huyu Deo Mwanyika. Asanteni sana, shukuru sana. Mimi naitwa Imam Shafi Hamad Muhammad, ni msaidizi wa shehe wa wilaya katika msikiti huu. Asante sana. Tumepokea vizuri, ni jambo la heri, inapendeza, sio vibaya, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimeuza nyama kilo 5. Kuna mshtuko kidogo, mfungo watu wananunua, ila sio kama ambavyo huwa tunauza siku nyingine. Sasa hivi kidogo watu wanakula nyama si wamefunga, ina maana mchana na wali, asubuhi hivyo, yani mfungo unakuwa na biashara mbaya kidogo. Hapana, gharama za uendeshaji ziko juu sana, ng'ombe gharama. Kwa hiyo kufunga ofisi na kupandisha bei, unaona ni bora mgawane kidogo na mteja ili huduma ziendelee. Musa Lukubi. Mimi nanufaika kwa mambo mengi, moja kama biashara
na kama mwananchi wake nanufaika na mchango wake kibiashara, na pia mimi mwenyewe pia ni Muislamu, nanufaika na futari ambazo wanafuturisha, hususan wale wasio na uwezo na hata wenye uwezo ambao wapita njia, kwa maana hawaelewi watafuturu wapi na wapo katika mji wake. Kwa hiyo wakikuta futari pale watafuturu kwa wakati, na hili mimi namshukuru mbunge kwa maana ya kuwa si mwaka wake wa kwanza. Miaka yote mitano ya awamu ya kwanza ametufutulisha, na hii awamu ya pili anaendelea kama hivi. Tunamshukuru. Iko vizuri, lakini tu msimu wa mwaka huu si msimu wa kupatikana futari kiurahisi, tofauti na miaka mingine ambayo huwa inakuwa maboga yako tayari, viazi vipo tayari, mihogo lakini kwa mwaka huu vingi vinakuwa bado. Wewe peke yako binafsi unauza vitu vya thamani ya shilingi ngapi? 58,000.